Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Salum Japan, takuletea habari za kitaifa na hapo baadaye nitakujuza tuko nani katika habari za kimataifa. Lakini kabla yote tuanze na mukhtasari wa yale nitakuwasilishia siku hii ya leo. SMZ yatangaza ongezeko la mshahara kima cha chini kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi. DCEA yakamata gunia 133 za bangi, yateketeza ekari 68 za mashamba ya kilimo hicho na kukamata watuhumiwa 7. Na katika habari za kimataifa, Marekani yamtuhumu Kabila kuunga mkono makundi ya waasi DRC. Na mtazamaji, kabla ya kulianza kapu la habari kitaifa, nikukumbushe pamoja na kupatikana kupitia kisimbuzi cha Azam, unaweza kutupata pia kupitia mtandao wa YouTube ambao utaandika Mahasin TV official channel. Utaweza kuvinjari vipindi mbalimbali likiwemo kapu la habari. Hivi sasa tulianze kapu la habari kitaifa tukianzia huko katika visiwa vya Marasha, karafuu na uchumi wa buluu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi ametangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi kufikia shilingi 500,000 kwa mwezi. Rajab Shaban Matuga anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Rais Dr. Mwinyi ametangaza ongezeko hilo la mshahara katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika katika viwanja vya maonesho ya kilimo Kizimbani, mkoa wa Mjini Magharibi. Napenda kutumia fursa hii kuarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema hatua hiyo imezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha na kuwapatia motisha wafanyakazi ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Rais Dr. Mwinyi amebainisha serikali imetenga nafasi za ajira 7,500 katika mwaka wa fedha 2026-2027 pamoja na kuendelea kuimarisha maslahi ya wafanyakazi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Awali, shirikisho la vyama vya wafanyakazi Zanzibar ZATUK waliwasilisha ombi lao kwa serikali wakiomba kuzingatiwa pia kwa sekta binafsi. Ongeza mishahara ya serikali, wenzetu wa sekta binafsi huwa wanasahauliwa
na wakati mazingira yao na yetu ni sawa. Kwa hiyo tunaomba kwamba marekebisho yoyote ambayo utayapendekeza Mheshimiwa Rais yawaguse watu wa sekta binafsi. Siku hizi hawa tulikuwa tuna hofu kile wakisimama hapa tunaogopa watasema nini. Lakini ninachofurahia ni kwamba tumeanzisha kitu kinaitwa partnership, yaani social partnership. Ni marafiki wakubwa sana. Tunakaa kila kota, tunazungumza matatizo yaliyopo, yanatafutiwa ufumbuzi, na kwa kweli niseme kitu kimoja. Maelekezo ambayo ameyatoa Mheshimiwa Rais yameleta ufanisi mkubwa sana. Tumpe hongera na pongezi nyingi sana. Naam, shukrani sana Rajab Shaaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko visiwani Zanzibar. Mtazamaji, hivi sasa tutoke visiwani Zanzibar moja kwa moja turejee Tanzania bara, tukielekea huko mkoani Tabora ambako mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata gunia 133 za dawa za kulevya aina ya bangi na kuteketeza mashamba ya kilimo hicho yenye ukubwa wa ekari 68 pamoja na kukamata watuhumiwa 7 na kuwahifadhi kwenye maeneo tofauti mkoani Tabora. Taarifa zaidi naye Said Kapalila. Kukamatwa kwa dawa hizo za kulevya pamoja na watuhumiwa wa kilimo hicho ni kufuatia operation iliyofanyika kwa muda wa siku 7 kwenye maeneo ya mapori ya Igombe River na Nyaua yaliyopo wilayani Uyui na Sikonge mkoani hapa, ambapo baada ya kukamilika kwa operation hiyo, Kamishna Jenerali wa mamlaka hiyo Aretas Limo anaeleza ufanikishaji wa zoezi hilo. Tulifanya operation katika pori la Igombe River lililopo katika wilaya ya Uyui pamoja na Nyaua lililopo katika wilaya ya Sikonge. Katika operation hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuteketeza na kubaini mashamba ya bangi yaliyopo katikati ya pori hizo baada ya kupata taarifa za kiintelijensia kuhusiana na uzalishaji wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora. Katika operation hiyo tulikamata gunia 133 zilizokuwa ndani ya pori hilo, mapori haya mawili ambayo tulifanya operation. Lakini pia tuliteketeza ekari 68 za mashamba ya bangi zilizokuwa zimelimwa katikati ya mapori hayo na kukamata watu 7 kuhusiana na uhalifu huo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha ametoa maelekezo kwa mamlaka za uhifadhi mkoani hapa kuhakikisha wanafanya operation za mara kwa mara ili kudhibiti kilimo hicho haramu. TFS mimi ni kuelekeze jitahidini sana, kwa sababu maeneo bahati nzuri ni hayo ni Nyaua na Igombe. Wekeni hata temporary camp huko, tusikute nyumba wala kijumba cha mtu huko. Hayo ni mapori ya hifadhi, maana hakuna familia. Unakuta mtu amejenga ka nyumba katikati ya pori alafu amefyeka heka 20 amelima bangi, hakuna familia pale, manake wanaenda kwa ajili ya kazi ya kulima bangi. Kwa hatutegemei kama mamlaka tunayo, askari tunao, tunakuta nyumba zipo porini na tupo kila siku katika doria zetu. Kama hatujitoshelezi basi tuimarishe doria. Katika kuhakikisha kilimo cha dawa za kulevya kinatokomezwa nchini, Kamishna Limo anaeleza mikakati endelevu ya kudhibiti swala hilo. Tutahakikisha tutafanya operation za mfululizo katika maeneo yote, na wale wote ambao wanalima katikati ya mapori hayo na kuzalisha dawa za kulevya ndani ya mapori na nje ya mapori, tutahakikisha kwamba tunachukua hatua za makusudi kuhakikisha kwamba tunadhibiti huo uhalifu unaofanyika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wahalifu wote na wale wote wanaozalisha dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora kwamba waache mara moja. Sheria itachukua mkondo wake kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kisheria, tena hatua kali kabisa, kuhakikisha kwamba tunawakamata wote wanaohusika na uzalishaji huo wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora sambamba na nchi nzima. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Shukrani sana Saidi Kapalila kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tabora. Mtazamaji, hivi sasa tutoke mkoani Tabora moja kwa moja tuelekee huko mkoani Kigoma ambako Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Daktari Leonard Akwilapo ametoa rai kwa taasisi za umma, taasisi binafsi na wananchi wanaodaiwa kodi ya ardhi kufika katika ofisi za ardhi kulipa madeni yao ili kuwezesha mipango ya serikali kuendelea bila kuathirika. Nuhu Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Waziri Dr. Akwilapo ametoa rai hiyo mkoani Kigoma wakati akizungumza na wadau wa ardhi na watumishi wa ofisi ya kamishna msaidizi
pamoja na waandishi wa habari kwa nyakati tofauti katika ziara yake ya kikazi ya siku moja mkoani humo. Aidha, amewaelekeza makamishna wa ardhi wa mikoa yote nchini kuchukua hatua za kisheria kwa wadaiwa wote ambao hawajatekeleza wajibu wao wa kulipa kodi ya ardhi. Malipo haya ni muhimu kwa sababu yanahitajika sana katika shughuli nyingi za ujenzi wa taifa, huduma za jamii, miundombinu, afya, elimu. Kwa serikali inasisitiza sana wananchi wote walipe kodi yao hii kwa wakati ili mipango ya serikali iweze kwenda bila kuathirika. Hivi niwaelekeza makamishna wote wa ardhi wa mikoa kuanza kuchukua hatua kwa wale wadau ambao hawajatekeleza wajibu wao wa kulipa kwa kuzingatia sheria na kanuni, na kukutana nao kwa mara ya kwanza, na ikishindikana basi tuende katika ile hatua ya pili ambayo tutaki kuendelea kwenda kufikishana kwenye vyombo vya sheria. Serikali inadai kodi ya ardhi kiasi cha shilingi bilioni 5.8 kutoka taasisi za umma mkoani Kigoma na shilingi milioni 272.4 kutoka kwa watu binafsi. Akiwahakikishia mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Mohamed Chuachua amesema kwa kushirikiana na ofisi ya kamishna msaidizi wamekuwa wakisukuma suala la madeni ya kodi ya ardhi pamoja na kutatua kero za ardhi kwa wananchi. Hakika tunayo masuala kadhaa kama changamoto za ardhi katika maeneo yetu, na kwa ushirikiano mkubwa sana wa ofisi ya kamishna msaidizi tumekuwa tukifanya majukumu ya kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Zipo changamoto katika maeneo mbalimbali, lakini kiukweli kabisa tunapambana nazo ili kuondoa changamoto na kufikia malengo ya wizara na malengo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba sisi kama serikali tunashughulikia changamoto za wananchi. Aidha, katika kikao hicho wadau wa ardhi wamepata nafasi ya kueleza changamoto za ardhi ikiwemo uvamizi katika maeneo yao na kuomba serikali iingilie kati. Ukiangalia eneo ni kubwa ambalo serikali inatakiwa ipate kipato katika kulipia kodi ya ardhi. Sasa tokea mwaka 90 na maana eneo liko idle, wavamizi wako pale na malipo hayaendelei, na sisi wamiliki tumezuiwa kufanya shughuli zetu. Ile watapima upya waone ni available baki, na lazima kutakuwa na majadiliano na hao wavamizi ili kama wengine wanaingia na jengo ovyo ovyo wanarudishwa sehemu moja, wanaachwa huku kule wanaendelea na shughuli. Tumefanya hivyo mwenyewe na jengo. Na mtazamaji, tunaachana na taarifa hiyo kutokea huko mkoani Kigoma iliyosimuliwa pa studio na Nuhu Stima, na hivi sasa tunaelekea huko mkoani Tanga ambako zaidi ya shilingi milioni 300 zimetumika kukamilisha ujenzi wa mabweni mawili katika shule ya sekondari Tanga Ufundi iliyopo halmashauri ya jiji la Tanga, lengo likiwa kupunguza changamoto ya msongamano wa malazi kwa wanafunzi wa shule hiyo. Zuberi Mgaya anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Hayo yamebainishwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo, Mwalimu McMaster Luzilo, wakati akielezea changamoto za awali zilizokuwa zinawakabili wanafunzi wa shule hiyo wakati idadi iliyokuwa ikiendelea kuongezeka. Shule ilionekana kuwa na msongamano mkubwa wa wanafunzi, kwa serikali kaona ni vyema kuongeza mabweni ili kuwafanya watoto wakae vizuri. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tulipata fedha hiyo jumla ya shilingi milioni 280 kutoka serikali kuu, lakini pia tulipata shilingi milioni 59 kutoka halmashauri jiji la Tanga, kwenye vyanzo vya mapato ya ndani. Kwa kweli hii ndio ilikuja kuondosha sasa changamoto zote za umalizaji ujenzi, kwa sababu tulikuwa hatuna vitanda, lakini pia tulikuwa hatujamaliza matundu ya vyoo na umalizaji mwingine. Kwa hiyo baada ya fedha hii kuletwa shilingi milioni 59, ujenzi ulikamilika. Wakati ujenzi wa mabweni hayo ukikamilika, Mwalimu McMaster Luzilo ameelezea pia namna shule hiyo ilivyonufaika na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Baada ya Mheshimiwa Rais kusema kwamba siku 100 za kwake za uongozi wake ataisha kwamba tunatumia nishati safi kwenye taasisi zetu za serikali, sisi ni wafaidika. Ndani ya siku 100 tumepata majiko ya kunipoa pamoja na majiko ya nishati ya gesi. Kwa hiyo tunatumia nishati safi. Na kabla ya hapo mwaka 2022 tulikuwa tunatumia kuni
kutoka maporini, lori linakuja linateketezwa, moshi, mazingira kuwa machafu, ni uharibifu mkubwa kwa kweli. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wameshukuru serikali kwa kutoa pesa hizo zilizosaidia kukamilisha ujenzi wa mabweni hayo, hali inayopelekea utulivu kwa wanafunzi hao kwa sasa. Napenda kushukuru halmashauri ya jiji la Tanga kwa kutoa fedha ambazo zimesaidia kukamilisha ujenzi wa mabweni mapya ambayo kwa zamani kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi waliokuwepo hapa ilikuwa ni vigumu, alikuwa ni changamoto kwa wanafunzi kupata sehemu za kulala. Imetuwezesha pia kuimarisha taaluma zetu kwa sababu hapo mwanzo wanafunzi walikuwa wanapata shida na changamoto. Unakuta anaweza akaenda bwenini, sehemu za kulala hamna, wakija darasani hawasomi, wanasinzia madarasani. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tanga iliyosimuliwa naye Zuberi Mgaya, ndio inatufanya hivi sasa tuondoke mkoani Tanga moja kwa moja tuelekee huko mkoani Songwe, ambako mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame amewataka viongozi mkoani humo kufungua milango ya mawasiliano kwa watumishi na wafanyakazi ili waweze kuwafikia kwa urahisi wakati wanapokuwa na changamoto mbalimbali au mawazo yanayoweza kuboresha utendaji kazi wao. Bilal Sefuriame anakuja na masimulizi ya taarifa hii. RC Makame ametoa wito huo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika kimkoa mkoani humo, akisisitiza umuhimu wa kuthamini watumishi ili kufikia lengo la serikali kutoa huduma bora kwa wananchi wote. Naomba tufungue milango kwa wafanyakazi na watumishi, tufikike wakati wote. Wanapokuwa na jambo lao lolote, watufikie sisi viongozi, watuambie masuala yao, watushirikishe, tuwashauri katika kuyatatua. Lakini yale ambayo hatuwezi kuyatatua, tuwaambie mpango wetu ni yapi katika kuhakikisha kwamba tunayashughulikia. Mtumishi na mfanyakazi anayepewa nafasi ya kusikilizwa anajihisi kwamba ana amani, anajihisi kwamba ana mchango katika taasisi, lakini anajihisi kwamba ni mtu ambao maoni yake yanasikilizwa. Aidha, RC Makame amesema serikali imeendelea kutengeneza mazingira rafiki na wezeshi kwa sekta binafsi ili kuongeza tija ya uzalishaji na kutengeneza nafasi nyingi za ajira kwa wananchi, hususan vijana. Kwenye upande wa sekta binafsi, mazingira bora yametengenezwa ya kuweza kuvutia uwekezaji, kukuza mitaji ili kuiwezesha sekta binafsi iweze kuajiri, kutengeneza ajira na hivyo kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wengi na vijana wengi wanapata ajira. Lakini ndugu zangu, kwenye eneo la kulipa madeni ya watumishi, takwimu zinaonyesha kwamba watumishi takriban 1330 waliweza kulipwa madai ya stahiki mbalimbali ambayo yasiokuwa ya mishahara. Katika hatua nyingine, RC Makame amesema serikali mkoani humo imeendelea kutekeleza maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwapandisha madaraja watumishi wa serikali ili kila mtumishi kupata haki yake kwa mujibu wa sheria za watumishi wa serikali. Na wakati wote mimi nimekuwa nikiuliza kwenye ofisi zetu, kwenye sekretarieti ya mkoa, lakini kwenye mamlaka za serikali za mitaa kwamba je, kuna wafanyakazi wowote ambao wana sifa za kupandishwa madaraja na mpaka sasa hawajapandishwa madaraja? Taarifa ambazo nimekuwa nikiletewa ni kwamba wafanyakazi wote ambao wana sifa ya kupandishwa madaraja wamekuwa wakipandishwa madaraja, kwa sababu ni maelekezo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mfanyakazi namba moja na mtumishi namba moja. Naam, halmashauri ya wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani imeeleza kuanza operesheni kubwa inayolenga kuwabaini na kuwachukulia hatua wafugaji waliovamia na kuendesha shughuli zao kwenye maeneo ya wakulima katika vijiji mbalimbali vya wilaya hiyo. Tupate taarifa zaidi. Kila wiki tunakwenda mara 3 mara 4 kufanya operation kwa ajili ya zoezi hili. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kwa muda mchache hali itakuwa shwari na wakulima watafanya shughuli zao kama kawaida. Akizungumza mara baada ya kikao cha baraza la madiwani kilichoketi kujadili taarifa za maendeleo katika robo ya 3 ya mwaka wa fedha 2025-26,
Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, Waziri Kombo, amesema hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa kwa wahusika wanaobainika kuingiza mifugo yao kwenye maeneo ya wakulima. Wanachukuliwa hatua mbalimbali zimechukuliwa na faini mbalimbali zimepigwa, lakini swala hili ni swala ambalo linahitaji ushirikiano wa pande zote mbili, ushirikiano mkubwa sana, ushirikiano kati ya viongozi wa vijiji husika, kata na waheshimiwa madiwani na uongozi wa wilaya. Kwa hiyo mimi rai yangu tu ni waombe viongozi wa ngazi ya vijiji kule waweze kuwatambua hao wavamizi na kutoa taarifa. Zikifika taarifa kwetu sisi tunazifanyia kazi kwa haraka. Waziri Kombo ametoa rai kwa wananchi na viongozi wa vijiji kutowakaribisha wavamizi hao, badala yake kutoa taarifa ili serikali iweze kuchukua hatua kwa haraka. Ni warai tunataka wananchi pindi wanapoona watu wasiowatambua wanakuja wanalisha watoe taarifa haraka ili serikali iweze kuchukua hatua. Sisi kama halmashauri tuna ranchi ndogo, tuna maeneo tumetenga kwa ajili ya wafugaji. Sasa kinachotokea wafugaji wanaacha yale maeneo yao yaliyotengwa, wanakwenda kwenye maeneo ya wakulima. Hili ni kosa kisheria na hatua kali zitachukuliwa. Tuwarai pia viongozi wa kijiji wahamasishe wale wafugaji waweze kulipia zile gharama za ranchi ndogo, ili ranchi ndogo hizi ziweze kufanya kazi, kwa sababu hii ranchi ndogo ndio solution ya tatizo hili la uvamizi wa wafugaji. Na mtazamaji, hivi sasa tuhitimishe kapu la habari kitaifa kutokea huko mkoani Mara, ambako Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limewataka waumini na viongozi wa dini ya Kiislamu nchini kuanzisha miradi ya kujiimarisha kiuchumi pamoja na kuimarisha umoja na mshikamano ili kufikia lengo la utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Hilal Sefuriami anakuja na undani wa taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA Sheikh Nuh Jabir wakati alipofanya ziara ya kutembelea maeneo yatakayoweza kutumika kwenye uwekezaji wa kimkakati katika mkoa wa Mara. Kujiimarisha kiuchumi. Tumetembelea kuona maeneo mbalimbali ambayo tunaweza kuyatengenezea rasilimali ili yawe chachu ya kutuongezea kipato, ili shughuli kama hizi za uendeshaji wa msikiti kama huu ambao ni mkubwa, umejengwa vizuri, lakini unatakiwa kuwa maintained, uendelee kuwa mzuri hivyo utahitaji gharama. Na gharama hizo pengine pamoja kwamba Waislamu wanatoa sadaka zao, lakini zingine zitokana na vitega uchumi vyetu. Lakini mbali na msikiti huu pia tunataka tufanye maendeleo mengine ya madrasa pamoja na misikiti mingine katika mkoa huu. Kwa hiyo vitega uchumi vitatusaidia katika kuondoka katika utegemezi wa kuombaomba. Aidha, Sheikh Jabiri amewataka viongozi wa dini ya Kiislamu kuondokana na migogoro baina yao pamoja na waumini wote wa dini ya Kiislamu ili kufikia malengo ya uwekezaji na kujiimarisha kiuchumi. Kuondoa migogoro na kuungana pamoja kufikisha maendeleo ya Waislamu katika nafasi ambayo tunahitaji sasa. Lakini pia tunatarajia pia maendeleo makubwa kutokana na wao kuwa na umoja mzuri na kuwa na mshikamano katika mambo ya kimaendeleo. Namna ambavyo mkoa wa Mara unaonekana kwamba kuna mshikamano mkubwa baina ya viongozi na waumini katika kuleta maendeleo, na wameomba wao, na tumeona kwa namna hiyo ipo chachu ya kimaendeleo inayotakiwa, na kwa namna ambavyo wamejenga msikiti kwa kutokuwa na mfadhili wa aina yoyote. Akibainisha baadhi ya maeneo yatakayotumika katika uwekezaji, Sheikh Abdul Rafil amesema mkoa wa Mara utakuwa miongoni mwa mikoa itakayopewa kipaumbele katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa miradi hiyo. Pamoja na mambo mengine yaliyomleta Mheshimiwa Katibu Mkuu, lakini tayari tumebaini maeneo matatu ambayo tumekubaliana yaingizwe katika mradi wa kimkakati katika miradi ile ya awali ambayo inategemewa kuanza hivi karibuni. Kwa nia hiyo imetulazimu kwamba ipo haja ambayo wanaweza kuingizwa kwa awamu ya kwanza ya maendeleo ya kimkakati. Tuna imani tuliyokusudia yatatimia na litakalokuja kwenye halmashauri kuu, kwa vile wewe ndio mwendeshaji, mambo yatakwenda sawa. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara iliyosimuliwa hapa studio naye Hilal Sefuriami, ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakujuza tutakuwa nani
katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe majiunga nami hivi sasa. Kipindi hewani ni Kapu la Habari. Hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa kama zilivyonayo al-akhi Zuberi Mgaya. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Marekani imemwekea vikwazo vikubwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ikimtuhumu kuyaunga mkono makundi ya waasi ya M23 na AFC. Washington inadai Kabila alitoa msaada wa kifedha kwa AFC, alihamasisha wanajeshi kuasi kutoka jeshi la Kongo na hata alijaribu mashambulizi ya kuvuka mipaka dhidi ya vikosi vya serikali. Maafisa wanasema lengo la Kabila lilikuwa kuyumbisha serikali iliyopo madarakani na kumweka mgombea wa upinzani ili kurejesha ushawishi wa kisiasa, na kuelezwa kuwa chini ya uamuzi wa Wizara ya Fedha mali zote za Kabila nchini Marekani zimezuiwa. Raia na kampuni za Marekani zimepigwa marufuku kufanya biashara naye na taasisi yoyote inayodhibiti kwa 50% au zaidi. Pia imewekewa vikwazo benki na washirika wa kigeni wameonywa dhidi ya kushirikiana naye kwa njia isiyo ya moja kwa moja, huku ukiukaji ukibeba adhabu kali za makosa ya kiraia au jinai. Ikumbukwe kuwa Septemba mwaka 2025 mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa ilimhukumu kifo Joseph Kabila bila ya kuwepo mahakamani kwa kosa la uhaini, uhalifu wa kivita na kushirikiana na M23 aliporejea nchini kutoka uhamishoni mapema mwaka huo. Naweka nukta kwa taarifa hiyo mtazamaji. Kwingineko, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudan Kusini kutoka 17,000 hadi 12,000. Baraza hilo limepiga kura kupunguza idadi ya wanajeshi wa kulinda amani nchini Sudan Kusini kutoka 17,000 hadi 12,000 kwa lengo la kuzuia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa zaidi duniani. Azimio hilo lililoandaliwa na Marekani liliidhinishwa kwa kura 13 bila pingamizi, huku Urusi na China zikijizuia kupiga kura. Azimio hilo limeongeza muda wa kikosi hicho cha kulinda amani hadi Aprili 30 mwaka 2027. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Watts alisema azimio hilo linalenga kurudisha kikosi hicho kwenye misingi yake ya awali ya kulinda amani, kuwalinda raia na kusaidia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Sudan Kusini ilijipatia uhuru wake mwaka 2011 na kutumbukia baadaye katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Shambulizi jipya la droni kutoka Ukraine dhidi ya bandari ya Urusi ya Tuapse katika Bahari Nyeusi limesababisha moto katika kituo cha bandari. Kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo, limefika shambulizi la 4 katika kipindi cha wiki moja. Bandari ya Tuapse, hususan kituo chake cha mafuta, imekuwa ikilengwa mara kwa mara.
Inaelezwa kuwa mashambulizi hayo yamevuruga maisha ya kila siku, yakisababisha mamlaka kuwataka wakazi kutochukua maji ya kunywa na kufunga shule. Ukraine imeongeza mashambulizi ndani ya Urusi katika wiki za hivi karibuni, ikilenga viwanda vya kusafisha mafuta, maghala na bandari, ikiwa lengo ni kudhoofisha chanzo kikuu cha fedha cha Moscow kwa ajili ya vita nchini Ukraine, hasa wakati huu ambapo bei za mafuta duniani zimepanda kutokana na vita vya Iran. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Jina langu ni Zuberi Mgaya. Namshukuru sana al-akhi Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale niliyokuwasilishia siku hii ya leo. SMZ yatangaza ongezeko la mshahara kima cha chini kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi. DCEA yakamata gunia 133 za bangi, yateketeza ekari 68 za mashamba ya kilimo hicho na kukamata watuhumiwa 7. Na katika habari za kimataifa, Marekani ya mtuhumu Kabila kuunga mkono makundi ya waasi DRC. Na mtazamaji, na kufikia hapa mimi nakuwa sina la ziada. Ni siku na wakati mwingine kama huu ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japan kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa na al-akhi Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.